Na leo ndugu wana Kamsamba, ndoto hii inatimia. Kwa namna pekee nimshukuru sana rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mama kipenzi cha Watanzania, Dr. Samia Suluhu Hassan, kwa kutekeleza ahadi zake kwa Watanzania wote bila kusita. Lakini nimshukuru sana mhandisi Godfrey Kasekenya ambaye kama mnavyojua ndugu wa Tanzania, mwenzetu huyu mbunge wa Ileje sio mbunge wa Ileje, ni mbunge wa Tanzania nzima. Ni mara ngapi tumemwona akizunguka nchi nzima akifungua, akisitiza, akihamasisha ujenzi wa barabara. Hongera sana ndugu yangu Kasekenya, kazi unaifanya. Lakini mpongeze kwa namna pekee mtendaji mkuu, kwa sababu bila huyu chungu chake kingeweza kafunikwa na fedha zisitoke. Ndugu yangu, mimi nikuombea kwa Mwenyezi Mungu, kazi unayoifanya inalingana na sura yako ya upole, na upole huu ndio umepelekea leo barabara itajengwa kwa kiwango lami katika mji wa Kamsamba. Hongera sana. Lakini niwapongeze kwa namna pekee wahandisi wa Mbeya, wa Rukwa, kwa sababu bila hawa sisi tungekuwa kisiwa. Wenzetu wamekuwa kijenga barabara mpaka wanapofikia, na Mbeya inapofikia ilifika wakati mwingine inakuwa sisi Songwe kama kisiwa. Lakini kwa ukomavu, kwa ujemadari na upambanaji wa mhandisi ndugu yetu Bishanga, mimi nilidhani pengine angekwenda kugombea ubunge huko, nikasema Mungu wangu, nimemkosa ndugu yetu. Lakini kuona yupo inanitia faraja na moyo kwamba barabara hii sasa inakwenda kujengwa kwa kasi ya supersonic. Asante sana. Niwapongeze wabunge wa jimbo la Songwe kwa ujumla wake, wamefanya kazi nzuri sana, lakini hususan jimbo hili la Momba. Mama yetu aliyetoka kuzungumza hapa ni mwanamke, ukimwangalia ni mwembamba kwa umbo, unaweza kumchukulia vijana wasema simple, lakini huyu mama ni so tough mentality. Hongera sana mama. Wana Momba mkukosea kumleta huyu mama. Haya yanayofanyika, amepiga magoti bungeni, ametoa machozi bungeni, na leo kilio chake kimesikika, anakuja hapa kusaini barabara. Hongereni sana. Ndugu zangu wana Momba, niwaombe kitu kimoja. Mradi utakapoanza kujengwa, kaweni walinzi wa mradi huu. Mkizubaa, msipouchangamkia, utachukuliwa na kwenda kupelekwa sehemu nyingine. Hivyo wasimamizi, walinzi, watetezi wa mradi huu ni yeye wananchi wa Momba. Wa Momba hususani Kamsamba. Kamsamba oye! Mtendaji mkuu, ombi pamoja amezungumza barabara hizi. Naomba jimbo la Tunduma, barabara yetu ya njia 4 pale kumekuwa ni kero kubwa sana. Maroli yanayopita pale ambayo wastani wake ni 500 mpaka 1000 kwa siku. Ni fursa kiuchumi, lakini wakati mwingine imegeuka kuwa kero kwa wanatunduma. Naomba ule mradi ulikwisha sainiwa na kwanza walau mwanze na kilomita 50 kuanzia Tunduma kuja au utakutana na wenzetu wa Songwe. Mkitufanyia hivyo mtakuwa msaidia sana kuongeza spidi za uchumi katika mji wetu wa Tunduma